Na mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya vitu ambavyo vina trend huko mtandaoni ni kufuatia kwa Haji Manara. Tunafahamu kwamba Haji Manara bwana aliweka ujumbe kupitia kurasa wake wa Instagram kufuatia kwa sakata zima la yeye kuingia katika mzozo, tunaweza kusema hivyo, au issue ya yeye kutengana na aliyekuwa mkewe bibi Zailisa. Na unafahamu kwamba Haji Manara bwana kupitia kurasa wake wa Instagram aliweka ujumbe short and clear kuhusiana na kinachoendelea kuhusiana na mahusiano yake yeye na mwanamke wake huyo Zailisa. Sasa this time around ni kwamba kuna media kadhaa zimejitahidi kumtafuta Haji Manara kwa ajili ya kumhoji, kuzungumza naye aweze kufafanua kiundani zaidi bwana exactly sababu ya yeye kutengana na aliyekuwa mkewe ni nini. Lakini pia vile vile wadau walikuwa wanataka wafahamu kwamba kinachoendelea huko mitandaoni ni real kimetokea kweli au si kweli. Umeona bwana so hivyo ndo vitu ambavyo vimekuwa vikiwasumbua watu wengi sana, na at the end of the day ikapatikana nafasi ya kumpigia Haji Manara moja kwa moja kwa ajili ya kumuuliza kuhusiana na hicho ambacho kimehappen. Na alipopigiwa majibu yake hayakuwa marefu sana, alinyoosha short and clear. Na hii ni simu ambayo alipigiwa na Wasafi pale. Bwana Haji alipigiwa hiyo simu na Wasafi na akaweka wazi kabisa kwamba kwa upande wake yeye bwana ni kitu ambacho hawezi kukizungumza mara nyingi kama the way alipoposti, ndo hivyo hana comment nyingine. Akasema kwamba no comment, hawezi kulizungumzia swala hilo kiundani, lakini kilicho happen huko mitandaoni ndo hicho na wala hana chochote cha kuongezea. Kwa mujibu wa posti ya Manara aliyoiposti katika ukurasa wake wa Instagram, ameandika kwamba point of no return, yani kwamba ni kitu ambacho amefikia sehemu ambayo hawezi kurudi nyuma. Alafu akasema kwamba mama yangu, baba yangu na watoto wangu wapo juu ya kila kitu duniani kasoro Mungu tu. Heri nisiwe naoa sana, lakini mwanangu hadi kunyimwa chakula ninachukia sana, maana baba yake ndio natafuta kwa jasho jingi, sitokubali abadan. Alafu akamalizia kwa kusema kwamba mtanisamehe waja mtanisamehe waja wa Manani, aende tu. Ameandika hiyo aende tu kwa herufi kubwa. So hivyo ndivyo mambo yalivyo huko kwenye page ya Manara. So alipopigiwa simu hakuwa na maneno mengi. Manara alinyoosha tu akasema kwamba no comment, yani kwamba hawezi kuongeza lolote. Kwa hiyo pointi aliyoweka katika kurasa wake wa Instagram ndo hiyo, hakuna tena kingine ambacho anaweza kuzungumza. Umeona bwana maliza ni post yangu moja ishamaliza no comment. Yeah, so hicho ndicho alichokizungumza Manara. Amesema kwamba yeye ameshamaliza post yake ndo hiyo moja, no comment. Kwa hiyo ndo simu ya Manara ndani ya kipindi cha mashamsham cha pale Wasafi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea huko mitandaoni. Umeona bwana so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Sasa hapa ukicheki maoni ambayo yamejitokeza, kuna watu mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao. Kwa mfano huyu hapa bidada anaitwa Amina Charamba anasema kwamba Manara anaongea ila sauti yake inaonyesha kabisa kwamba ina uchungu ndani yake. Manara, nashukuru sasa hivi na nakuomba wewe bwana usioe wadada wa mjini, bora ukaoe mtu ambaye hajui hata Facebook ni nini, hiyo itakusaidia. Kuna mtu hapa amekuja kuweka huo ushauri kwamba Haji Manara ni heri akaenda kuoa wadada, asiache kuoa wadada hapa mjini, aende akaoe wadada ambao hata Facebook hawajui. Kuna mtu mwingine hapa anaitwa Sheila amesema kwamba bwana itakuja kukua pressure, na inavyoonekana hata hapo anavozungumza katika hiyo simu pressure imempanda bwana muda huu wamuwai mapema jamani. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine bwana Manara hajazungumza mengi, lakini sauti yake inajieleza. Ana uchungu wa kulima matikiti ya komaya alafu mvua isinyeshe siku 3 mfululizo, kila unaloshika linabugujika. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine bwana Manara ongea vizuri tukusikie. Kwa mtu bwana mzungu sasa yuko chumbani anasherehekea Simba kuingia nusu finali na top 4 Afrika. Kwa mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine hapa amekuja amecomment amesema kwamba kiukweli inauma sana Simba kuvuka, alafu pia vile vile huku mwanamke ameondoka. Bwana hii itakuwa inampyonta. Mambo hayo. Kuna mtu amekuja kuandika hivyo pia. Lakini kuna mdau mwingine hapa anasema kwamba bwana Bongo watu wakitrend kidogo tu kisa
Watu wakitende kidogo tu wanajisahau sana. Manara angekuwa serious, alikuwa anakula huyo twiga bila hata kumuoa, ila alipokurupuka tu busu kidogo tu ameshaoa mahari milioni 10. Anyways, pole sana kaka, kikubwa ni kwamba umeshakula, usiwaze. Kuna mtu amekuja kucomment hivyo kumfariji Manara. Mtu mwingine huyu hapa anasema kwamba bwana, kitu ngumu katika maisha ni mtu kubadili timu, atoke Yanga alafu uende Simba ukiwa mtu mzima kabisa uliyekomaa, alafu kuna mtu kaweza kufanya hivyo. Mtu huyo awaze ndoa kweli? Ulisikia wapi? Wadada kuweni na akili. Kwa mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine hapa amesema kwamba bwana, mambo hayo. Kuna comment hapa siwezi kuisoma, ni maneno mazito sana hapa yameandika. Kuna mtu mwingine anasema bwana, huenda akawa hawajaachana bali tu ni wameamua kufanya mpango ili mambo yao yaende. Hii inaweza ikawa kiki, subirini, wapeni muda, kila kitu kitakuwa bayana. Kwa mtu ameandika hivyo. Kuna mtu anasema bwana, Manara ni mtu mkubwa na ambaye analijua hilo na ana ushawishi mkubwa katika chochote kile, iwe siasa, mpira na pia vile vile na vitu vinginevyo, ila kuna kosa moja tu, awe na washauri katika talenti yake aliyompa Mwenyezi Mungu, na hakuna wakubisha katika hilo. Watu wa karibu wa mshaurini kaka yetu bwana, tunampenda sana. Kuna mtu ameandika hivyo kwamba Manara ana ushawishi mkubwa, ila kuna vitu vidogo vidogo anakosea, kwa hiyo inatakiwa apate washauri, watu wake wa karibu wampe ushauri. Lakini haikuishia hapo, ni kwamba kuna ujumbe mwingine hapa ambao Manara aliuandika katika posti yake nyingine huko mitandaoni baada ya kupigiwa simu na nini. Ni kwamba kuna ujumbe mwingine, tamko jingine ambalo Manara ameliweka katika kurasa wake wa Instagram. Ameandika hivi, nadhani hii itakuwa imeshafutwa, I'm not sure, lakini nahisi hivyo. Manara ameandika kwamba, waandishi wa habari msihangaike kunitafuta na kunipigia, jibu langu kwa hili lililotokea ni lile moja, no comment kwa sasa. Umeona? Manara ameweka hilo bayana kwamba waandishi wa habari wasiendelee kumtafuta wala kumpigia, jibu lake ni hilo tu, no comment. Kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana, nimeamua kukaa kimya ili muda sahihi uje kuongea wenyewe. Nawapenda sana wanahabari wenzangu na najua kabisa mnayo haki ya kusikia upande wa pili, lakini kwa heshima kubwa na waomba mnielewe, msimamo wangu ni huu. Content hii ubora wake ni ukimya wangu zaidi ya kile nilichokiandika juzi. Hope mmenielewa my colleagues. Ameandika hivyo Manara akiwa na yeye pia kama ni mwanahabari, ameamua kuweka hilo swala bayana kwa wanahabari wenzie, hususan wale wanaotaka kujua kwamba his side of the story, yani kwa upande wake yeye kuna kipi ambacho kinaendelea. Ni kwamba kwa sasa hivi amesema kwamba yeye ataendelea kukaa kimya na jibu lake litakuwa ni hilo, no comment. Hawezi kuzungumza chochote kuhusiana na hii issue kwa sasa. Ukimya wake ndio utakao kuja kueleza zaidi mambo mengine huko mbele. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section kuhusiana na msimamo wa Manara kuhusiana na hii situation. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.